Hakuna tatizo lolote. Wachezaji mimi naona ni mwalimu kwa mabadiliko. Kwa hiyo mwalimu anafanya mbinu hii, kuna mwalimu ambaye anaondoka aliacha mbinu hii. Kwa hiyo ni hivyo, kwa hiyo hamna tatizo lolote hilo. Sisi kama wachezaji tunafuata mbinu za mwalimu ambaye alikuwa sasa ili kufanya vizuri katika michezo ambayo inakuja mbele. Hakuna kitu kingine chochote hilo. Unahisi mwalimu yupi alikuwa sahihi kwenu au ni bora kwenu kati ya aliondoka na huyo sasa? Mimi jambo hilo siwezi kuzungumzia kwa sababu viongozi wanajua mwalimu yupi alikuwa sahihi, alikuwa sahihi. Siwezi kuzungumzia mimi, kwa sababu mimi ni mchezaji tu. Mimi nafuata mwalimu wote ambao anakuja afanye naye kazi. Sasa pengine tuseme kutolewa katika michuano ya CAF Champions League kwa namna moja au nyingine kiliweza kuwatoa mchezoni kama mchezaji. Hajatoka mchezoni. Hajatoka mchezoni kwa sababu ni mashindano makubwa. Kwa hiyo tumepoteza, tumejipanga upya, tumerudi katika ligi ili mwakani tushiriki tena katika Champions League. Mashabiki wanauliza Faisal ambaye alianza msimu uliopita na huyu ni kama tofauti sana au mengine tuseme ni mapema sana michezo miwili, lakini bado yale ambayo tulizoea kuyaona msimu uliopita bado hatujaona mpaka sasa hivi. Mimi siko tofauti au mimi niko tofauti? Siko tofauti, nipo vile vile. Bado mapema, ligi bado ndo kwanza imeanza mechi mbili, kwa hiyo wacha tuone mbele itakuwaje. Msimu uliopita mlimaliza nafasi ya 3. Kwa msimu huu plani ipo? Ya pili. Nafasi ya pili. Kwa msimu huu plani ipoje? Msimu huu tunatamani kwenda au tunataka kufanya pale tulipoishia tuendeleze zaidi. Sababu msimu huu tumepanga zaidi kwenda kugombania ubingwa. Kwa kila kitu kinawezekana kama wachezaji wajipanga vizuri ili michezo ambayo inakuwa mbele yetu tufanye vizuri. Pengine tukiangalia competitor wenu wakubwa ni Yanga pamoja na Simba Sports Club. Kwa namna moja nyingine mkiangalia wanawapa ushindani kiasi gani nyie kama Azam FC? Ligi kuu ina mechi 30 ndio. Mechi zote sisi zinakuwa timu yote ambayo tunakutana nayo inakuwa na ugumu. Kwa hiyo ni muhimu sisi wenyewe tukujipanga vizuri na kwenda kupambana tukiwa uwanjani. Sio Simba sio Yanga. Najua ni wapinzani ambao wagumu sana na wanatupa changamoto kubwa sana. Na mechi na wao ambao tukutana nao zinakuwa mechi ambazo ni ngumu. Kwa hiyo mechi yote mbele yetu inakuwa ngumu, lakini sisi ni muhimu kwenda kupambana, hakuna kitu kingine chochote. Msimu uliopita tulimshuhudia Faisal Salum ukimtoa Stefan Aziziki, yeye ndo anaweza tukasema alifuata kwa top scorer. Msimu huu tutegemee nini kwako Faisal? Yale magoli uliofunga yataongezeka zaidi? Yataongezeka. Mimi nitapambana kadri ya uwezo wangu ili kuipambania timu yangu. Lakini zaidi ninachoangalia kwamba timu yangu inapataje matokeo katika michezo ya mbele. Siwezi kujiangalia mimi zaidi. Naangalia sana timu yangu ili kupata matokeo. Hakuna kitu kingine chochote. Swali lingine? Tumeongea na Blanco. Amesema kwamba Tanzania mchezaji anayemwona yeye kwake ni bora zaidi ni Faisal. Wewe unazungumzaje kauli ya Blanco? Najisikia faraja kama mchezaji. Na ananifanya niendelee kupambana zaidi. Hata yeye ni mchezaji mmoja mzuri sana. Ni striker mmoja ambaye ni mzuri na anapambana. Naona tu mazingira ambayo ya ligi kidogo yanampa shida, lakini ni mchezaji mzuri na atafanya makubwa katika FC. Azam kisikiliza wa Tanzania na wapenda soka hawaipi nafasi ya kuchukua ubingwa. Mara kadhaa wanasema labda nafasi ya pili ama nafasi ya 3. Hii kauli hiyo mnapoisikia wachezaji huwa inawapa kitu gani kichwani? Sisi kama wachezaji inakuwa inatupa changamoto kubwa, lakini huwezi kumzuia binadamu asiongee, si ndio? Kwa kila mmoja anaongea jinsi anavyojisikia. Lakini sisi kama wachezaji na pamoja na benchi la ufundi, malengo yetu ni kwenda kuchukua ubingwa msimu ambao unakuwa mbele yetu. Na kila kitu kinawezekana. Na mtu mpaka anasema hivyo ujue anakofia, au watu wanasema hivyo ujue ana hofu na nini. Kwa hiyo sisi tunaendelea kupambana, hatusikizi sana maneno ya watu, tutapambana kama sisi wachezaji ili kufanya Azam FC ipo juu zaidi. Faisal, wewe uliamua kutoka Young Africans ukaja kucheza Azam. Tofauti na wachezaji wengi wanawaza sana kucheza Simba na Yanga, lakini unaonekana kuwa kinyume kidogo, ukatoka Azam, ukatoka Yanga ukaja Azam. Unafikiri akili ya wachezaji wa Tanzania ya kuwaza Simba na Yanga kuona kama ndio ulipo mpira, wewe unaizungumzia jambo, unawashauri vipi wachezaji wa Tanzania? Ni kweli mpira uko Simba na Yanga tu na timu zingine pia? Mpira upo Simba na Yanga tu. Mchezaji unafanya kazi kwa kweli. Mchezaji hii ni kazi yako, si ndio? Na kama kazi yako kokote pale unafanya kazi. Umeona? Kwa hiyo ukiangalia sana kwenda kucheza Simba na Yanga, sasa utakuwa kuna uwezo kuamini uwezo wako.
Lakini kama mchezaji ambaye unaamini uwezo wako na unamtanguliza Mwenyezi Mungu mbele, basi unafanya kazi kokote pale. Mchezaji mpira unafanya kazi kokote kwa sababu hii ni kazi yako, si ndio? Huwezi kuchagua sehemu ambayo unakwenda kufanya kazi. Kokote pale unapoajiriwa unaenda kufanya kazi. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo ukisema bwana mimi nataka timu hii tu, unachagua timu ya kucheza, sababu utakuwa unaheshimu sana kazi yako. Mchezaji ambaye unaheshimu kazi yako na unaipenda kazi yako, basi unafanya kazi kokote pale anapokujalia Mwenyezi Mungu, si? Kwa sababu leo upo pale, kesho upo, si? Umeelewa vizuri? Utaweza kucheza mpira sehemu nyingine? Huwezi. Kwa sababu mazoea yako yashasema bwana mimi nitacheza Simba na Yanga, si ndio? Kwa hiyo kama mchezaji ambaye unajifahamu, unajielewa na unaheshimu sana kazi yako, una respect kazi yako, basi unafanya kazi sehemu yoyote ile. Mbona wachezaji wengi ambao hawachezi Simba na Yanga wala Azam, lakini wanacheza timu nyingine lakini wanafanya vizuri, kwa sababu wanaheshimu kazi zao, wanajua kitu gani ambacho wanataka, wanajua wanapopambana. Kwa hiyo hakuna mpira wa Simba na Yanga tu, bali zipo timu nyingi tu. Mchezaji kote pale unacheza, kokote unacheza. Kwa hiyo nitakushauri wasiangalie hivyo kwamba bana mimi nikitoka timu hii tena nitakuwa hivi. Hapana. Hata kama utaondoka pale, hata kama mkataba wako ukisha ukaondoka, ipo sehemu kwenda kuipambania, Mwenyezi Mungu ndio akujalia ukacheza kwa wengine, basi unaweza usiangalie sana ulipotoka, angalia sasa hivi unapokwenda. Faisal, ukiangalia wakati unacheza Yanga, pressure ilikuwa ni kubwa sana nje ya uwanja, na unapocheza Azam unaona kuna tofauti gani kwa Azam hii ambayo inaonekana haina pressure kubwa kutoka nje? Inawezekana ikawa inapunguza nguvu ya kupambana uwanjani? Pressure ipo Azam. Kuna pressure kubwa sana. Azam kuna pressure kubwa sana. Naona ni sawa na Simba na Yanga. Hata kama Azam mashabiki wake ni kidogo, lakini pressure ni kubwa. Viongozi kila time wanataka timu ifanye vizuri, wachezaji, makocha, mashabiki, umeona? Kwa hiyo ni pressure ipo. Watu wasione kama ndio pressure hamna katika Azam, hamna pressure. Pressure ipo, hata tukifanya vibaya kuna baadhi ya sisi wachezaji tunajisikia vibaya sana. Kwa ni pressure ni kubwa sana. Tena sio pressure ya kitoto. Na tuna mtazama Faisal ambaye hatuoni kama ana ndoto kubwa ya kwenda nje ya nchi. Labda unafikiri shida ni nini? Umezika kucheza mpira Tanzania ama ndoto hizo zipo ni tofauti na tunavyofikiria? Mimi kila mchezaji anatamani kwenda kucheza nje. Kila mchezaji ambaye anatamani kucheza nje. Mimi natamani sana kwenda kucheza nje kwa sababu Tanzania nishacheza sana. Umeona? Na naendelea kucheza. Kwa hiyo ikitokea risk ya kwenda kucheza nje, nitaenda tu na watu mtaona kwamba bwana Faisal hivi kaenda kapata risk kwenda nje. Kwa hiyo kuona hivyo sijapata nafasi ya kwenda nje, basi hiyo Mwenyezi Mungu bado hajaandika. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akiandika kama inshallah risk yangu ipo kwenda kucheza nje, basi nitaenda. Hakuna kitu kingine. Mungu akitaka. Faisal, pia kuna mashabiki wako wa Kariakoo pale wanatamani kuona pia ukirudi Kariakoo. Inawezekana baada ya kutoka hapa Azam au mkataba kumalizika, inawezekana ukarudi tena Kariakoo kwa mashabiki zako ambao wanaamini unaweza kurudi wakati mwingine tena. Kila kitu kinawezekana. Kama nikitoka hapa, kama ipo timu ya Kariakoo ambayo nataka kwenda, basi nitaenda. Umeona? Lakini kama kuna ofa ambayo Azam wanaonekana nzuri ya kubaki, basi mimi nitabaki Azam. Lakini kama kuna ofa nyingine ambayo ya kuzidi Azam kuna kucheza timu za Kariakoo, sasa mimi nipinge nini? Siwezi kupinga kitu. Lakini mashabiki zako wao wanaona pia inawezekana kama hapa Azam bado haujatoa kile ambacho watu wengi wanakisubiria, na wanaona kabisa una nafasi kwenye moja ya timu ya Kariakoo ambayo unaweza kurejea na ukafanya vizuri. Kitu gani ambacho sijatoa? Yaani ule ukubwa wa Faisal ambao umemzoea kucheza Champions League, kucheza kombe la shirikisho kwenye hatua za robo finali, nusu finali. Kwani mimi sicheza Champions League? Nusu finali, robo finali. Azam ni timu ambayo inatamani kufika huko. Umeona? Kwa sisi wachezaji tunatamani pia kuifikisha Azam katika robo finali au group stage. Umeona? Inawezekana. Hata hizo timu za Kariakoo ilikuwa hivi. Hatua awali wanatolewa, lakini wakajipanga vizuri, wakafika katika hatua makundi, wengine wakafika robo. Kwa hiyo Azam tupo katika hiyo safari. Kwa hiyo tumetolewa hatua awali, lakini naona msimu ujao inshallah tutafika, viongozi watapanga vizuri pamoja na wachezaji. Tutafika hiyo hatua ambayo watu wanatamani sisi tufike. Faisal, swali moja la utani. Kuna picha ambazo huwa zinapigwa sana ukicheza na Young Africans. Wewe unaziona? Naziona. Jina moja ya utani. Mimi afu bahati nzuri mimi huwezi kuumiza. Haziniumizi kabisa. Mimi si mtu wa kukasirika, nadhani watu wananijua vizuri sana. Mimi si mtu wa kukasirika. Mimi sikasiriki huyo. Mimi kila wakati nafurahi.
Kwa hiyo nikiona zile picha huwa natabasamu tu, hakuna kitu kingine chochote, kwa sababu ni jumla moja ya utani. Umeona, mpira ndio upo hivyo. Umeona, mtu akikufunga au akikuzidi lazima ataleta utani ndani ya football. Kwa hiyo ni utani kawaida tu, mimi sikasiriki. Kipindi kile uliwafunga goli ukaomba msamaha, juzi kati ukafunga goli yani hii ikoje Faisal? Ningine ndio utani wenyewe. Unajua timu ambayo ukitoka ukija timu nyingine, au sio? Ukutana na timu yako ya zamani, mechi ya mwanzo kwa wafunga. Kwa lazima uombe radhi. Kwa sababu unawapa heshima yao, jinsi ambao walipokaa na wewe. Lakini sio tena kila mechi nikikutana nao niombe radhi. Sasa sio mpira eti. Kuna time natakiwa mimi mechi ya mwanzo nimekutana na nyinyi, nitaomba radhi, au sio? Nitaomba radhi bwana, nakupeni heshima yenu, nakupeni